Haleluya. Amen. Basi tutakuwa wenye kuanza na kuendelea kwa ajili ya kipindi cha Beroya. Basi kabla mambo kidogo tumshuhudie ratiba. Ratiba iko hivi. Kuna Beroya ni mgawanyiko wa madarasa. Kuna Beroya darasa la watoto na ubatizo, ambapo ubatizo ni kwa wale wageni wanakuwa nje pale kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho na masomo na jinsi ya kuijua kwa undani zaidi imani yetu, hasa kwa wale wageni ambao wapo tayari kwenye utaratibu wa kujiunga na imani. Wanaweza wakawasili pale nje kwa ajili ya kupata baadhi ya masomo na kuendelea kujifunza. Beroya ni kwa wale wenyeji na kuendelea kujifunza Biblia kwa vipengele na kuchambua. Watoto darasa lao liko nyuma hapa, bila shaka wao washakwenda. Basi utaratibu uko hivyo. Ambao wajabatizo kwenye imani yetu, tunaomba tuende pale nje tukaendelee kujifunza mabatizo, na wale ambao wamebatizwa kwenye imani hii tunaomba wabaki hapa ndani kwa ajili ya Beroya. Karibuni sana, tuendelee mtumishi. Amina. Sasa basi tutakuwa wenye kuanza. Basi kabla ya mambo yote, Mungu anataka dua na sala. Basi na tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Mwana Yesu Kristo, tunakushukuru kwa siku yako hii nyingine Bwana. Umeweza kutukirimia pumzi na uzima na uhai tulio nao, tunalishuhudia jina lako wewe na kukutukuza Mungu wetu. Bariki kila mmoja aweze kufika katika kusanyiko lako takatifu, ibada uliyochagua Mungu wetu. Bariki wasikilizaji wote watakaojifunza, hata wale walioko njiani kwa ajili ya kuja katika ibada yako waonekanie, na wale walioshindwa kwa sababu za kibinadamu mbalimbali Bwana, ukawape rehema yako. Tunakushukuru wewe Mungu mwenye nguvu, mwenye upendo mwingi, kuwa nasi kuanzia mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho. Tukiomba tunakushukuru katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Haya. Msomaji uko tayari? Ndipo. Asante. Sasa hili darasa la Beroya lina msingi wake. Hili si darasa la mahubiri, ni darasa la kuichambua Biblia na kuweza kuelewa mambo mengi zaidi yaliyoko ndani ya Biblia, hasa yale yenye utata na ambayo yamekosa mafumbuzi, yaani mambo ambayo yanaonekana kana kwamba kwa akili za binadamu uelewa umeenda tofauti. Kwa hiyo tunajaribu kuchambua na kuelekezana ili kwa msingi na kwa lengo tuweze kujua ujumbe mzima wa Mungu unasema nini, kwa sababu Biblia ina ujumbe mmoja, jumbe haziwezi kuwa nyingi, na kusudio la Biblia ni moja, na kila kinachoandikwa huwa kina msingi, kwa sababu Mungu wetu sisi ni Mungu anayeona mambo ambayo hayajatendeka bado. Sasa msomaji, nipo. Hebu nisaidie 17:10 Matendo. Matendo 17:10. Matendo Mitume 17:10, watu wajue lengo la msingi wa hiki kipindi cha Beroya. Kwa hiyo tutakuwa wenye kuchambua Biblia. Anasema mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Ndio. Na walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Ndio. Watu hawa wa Beroya walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Ndio. Kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Kwa hiyo watu wa Beroya walikuwa wanalipokea neno kwa uelekevu wa moyo. Wakachunguza maandiko kila siku. Wakafanyaje? Wakayachunguza maandiko kila siku. Wakafanyaje? Wakayachunguza maandiko kila siku. Ndio. Waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Basi hiyo ndio msingi wa darasa hili, hata kuitwa jina hilo. Lengo ni kubeba msingi kwa watu wa Beroya, ni watu wa kuchunguza maandiko. Sasa huwa kile katika imani tunayoiamini sisi, tukiangalia wenzetu nje, wengi wanakuwa na maswali. Sasa yale maswali yao yasipojibiwa, kutaonekana kuwa kuna udhaifu au kuna upungufu. Kwa lazima kuwe na msingi au kuwe na formula ambao watu wa Mungu tupo tayari kujibu maswali ambao watu wanatuuliza na kutaka kujua hasa msingi wa imani yetu, kwa sababu ukweli hauogopi kuhojiwa. Kuhojiwa kwa ukweli ndio kuonyesha ukweli wake ulipo, na ujasiri wa kujibu ndio unapoonekana ukweli uko vipi. Sasa msomaji, nipo. Basi nitataka nitoe video moja hapa ambao kuna kijana mwingine alikuwa na maswali hasa katika imani yetu. Sasa naomba tuisikize video hii kwa makini, afu kisha tuwe tunajitayarisha kwa ajili ya majibu. Huenda kama kuna sehemu tunaweza tukazidisha kumfafanulia aweze kutolewa kwa kina zaidi. Amina. Amen. Basi karibu tusikilize. Yesu ni mwana wa Mungu au ndiye Mungu mwenyewe? Kwa ajili ya kulijua hili, hebu tusikilize mwalimu hapa
akitufundisha. Alitakiwa kusoma ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Akasema ni Yesu. Ndiyo nene. Ni nani aliyekamata upepo kwa makozi yake? Akasema ni Yesu. Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Akasema ni Yesu. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Akasema ni Yesu. Ni nani? Ni Yesu. Akasema na ni nani jina la mwanawe? Jina la mwanawe ni nani tena hapo chini? Kwa sababu kuna Yesu tayari tushasema sawa na viumbe vyote. Na kuna jina la mwanawe Yesu. Sasa huyo ni nani? Inawezekana Yesu na mwanawe tena ndugu yangu. Bila shaka umemsikiliza vizuri, na ukifuata namna anavyofundisha huyu mwalimu, bila shaka utaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu, lakini pia bado kuna baba yake ambaye ana uwezo wa kutuma kwenda sehemu yoyote. Lakini mimi sipo kumpinga huyu. Sasa twende tukaangalie uhalisia wa maandiko. Tusome Waebrania. Sasa hapa ndo kuna msingi wanapoanza kufundisha, ana dakika kama 7 mbele. Kwa hiyo naomba tusikilize kwa makini, endapo kama kuna hoja utaona unaweza kumjibu, nitakaribisha darasa kwa makini kumsikiliza. Tujifunze kwa Waebrania sura ya 1 mstari wa 1, anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu, alisema na manabii katika sehemu nyingi. Alisemaje na manabii? Ukirudi hata kwa Ibrahimu utaona Mungu alisema naye kama Melkizedeki. Alimtokea kama mtu anaitwa Melkizedeki, akazungumza naye, akambariki, akachukua na sehemu ya kule. Lakini pia ukirudi kwa Yakobo, alisema naye kama mtu, alishindana naye kucha mpaka asubuhi, Yakobo akashinda na akambariki. Ukirudi hata kwa Musa, alisema naye kwenye kijiti cha moto, kinawaka moto na hakiteketei. Huyo Mungu yule aliyekuwa anasema kama huko bei ndio mara kijiji lakini ni Mungu, mara ni mtu lakini ni Mungu. Mungu huyo kwenye zama zetu atasema na sisi katika mwana. Hiyo ndio maana ya hili. Kwa kusoma haya tunajifunza kwamba Mungu ni mmoja ambaye yeye hujifunua katika namna nyingi ili atimize lengo lake. Kwa mfano kama hivyo alivyojifunua zamani kama kijiji, kama mtu, lengo lake ni kujifunua kwa wale watu wanaozungumza nao. Nitarudi hata kwenye Agano Jipya, anajifunua kama mwana, lengo lake yule Mungu ili azungumze na sisi, aishi na sisi. Mungu hangeweza kuishi na sisi akiwa anaitwa Mungu Baba. Kumbuka Mungu Baba ni muumbaji. Mungu hakuwa Mungu Baba, alikuwa Mungu. Ila kuitwa Baba ni kwa sababu alikuwa chanzo cha uumbaji. Ndio maana akaitwa Mungu Baba. Lakini tunamuita mwana, Mungu mwana kwa sababu amejifunua kwenye umbo la binadamu. Binadamu wote ni wana. Kwa hiyo ndio maana na yeye pamoja kwamba ni Mungu, inabidi aitwe mwana wa Mungu. Haya, anaitwa Roho Mtakatifu kwa sababu alikuja kama Roho. Mungu Roho Mtakatifu, ndio anasema Roho Mtakatifu ni Mungu yule yule, alijifunua kama Roho kwa sababu hangeweza kuishi ndani yetu akiwa mwana. Alikuwa Baba, hangeweza kutuokoa akiwa Baba. Tulibidi tuokolewe na mtu ambaye hana dhambi. Kwa hiyo lazima angefanyika mwili awe mtu akatuokoa, ni mwana. Haya, ikabidi kuishi ndani yetu, kukaa ndani yetu. Hangeweza kukaa ndani yetu akiwa na mwili ule, akiwa mwana. Ilibidi auache mwili aende mbinguni, aitwe Roho Mtakatifu, ajifunue aje aishi ndani yetu. Kwa Mungu ni mmoja ambaye huwa anajifunua yeye kama yeye kwenye maumbile mengi, kwenye namna nyingi ili afike atimize lengo lake. Alipojifunua kama kijiti cha moto, alikuwa na lengo lake, lakini alizungumza na Musa na Musa alimuelewa Mungu. Tunasema alijifunua kama wingu, lengo lake alikuwa akinge jua, aliwakinga wana wa Israeli wasimguse jua, akajifunua kama wingu. Lengo lake ni kuwakinga na jua, lakini pia ni kuzungumza nao. Alikuwa anazungumza ndani ya ile wingu. Pia alijifunua kama nguzo ya moto wakati wa usiku ili awamulikie uwe mwana wa nabii, yeye nuru ya ulimwengu. Hangejifunua kama mtu, angejifunua kama mtu asingemulikiwa, lakini anajifunua kama nguzo ya moto inamulika. Lengo la Mungu la kujifunua kwa namna nyingi ni kutimiza lengo lake. Kwa mfano, nimewahi kufundisha pia kwamba
hata malaika unaowaona wanakuja duniani, wamewahi kuja duniani na Mikaeli, Gabrieli, wote ni Mungu yule yule. Alikuwa anajifunua kwa namna yake. Hata leo baada anajifunua kama malaika, anaweza kaja kama malaika Gabriel akaja kuelezea taarifa fulani, kama leo ninaona maono au maono umeletewa na Mungu mwenyewe ambaye alikuwa amejifunua kwa namna ya Gabriel. Kwa hiyo mbinguni hakuna kiumbe kingine, bali kuna Mungu mmoja ambaye yeye hujifunua kwa namna nyingi. Na kitu cha kuzingatia sana hapa ni kwamba Mungu akijifunua kama kitu fulani, maisha ya hicho kitu ambacho kinatokana na kujifunua kwa Mungu kitaishi kama viumbe wa namna hiyo walivyo. Akijifunua kama mtu, Mungu ataishi kama mtu. Ndio maana unaona alijifunua kama mtu akashindana na Yakobo na akamshinda na Yakobo. Wewe unaweza kumshinda Mungu, lakini Yakobo alimshinda kwa sababu ni Mungu alijifunua kwenye umbo la unyonge, kwenye umbo la unyonge kama mtu. Kwa hiyo Yakobo akawa na Mungu akamzidi. Lakini yule kiumbe yule aliyejifunua kama mtu alikuwa na uwezo wa kuzidi Yakobo, lakini alikubali kushindwa kwa sababu amejifunua kwa namna hiyo. Lengo lake ni kutimia. Mungu anajifunua kama mtu leo anakutana wewe akiwa hana hela, hana mali, ana njaa au ana shida fulani, hakuomba kitu wewe ukamnyima au ukampa. Lengo lake litakuwa limeshatimia kwa sababu hakutimiza pale. Angejifunua kama Mungu Baba, hakuomba mwanangu nisaidie kitu fulani, ungempa sababu unajua huyu ni Mungu. Haya, sasa anajifunua kwa kama mtu ambaye ni mnyonge, hana kitu, mchafu. Bila shaka utakataa kama roho ya ujibu. Kama una roho ya usaidiaji utamsaidia. Lengo la Mungu la kujifunua ni kutimiza malengo yake, na kila kitu kinachotokana na kujifunua kwa Mungu kinaishi kama viumbe wa namna hiyo walivyo. Akijifunua kama mtu ataishi kama mtu, atakula, ataoga. Malaika waliweka kwa Ibrahimu, waliitwa watu watatu. Walienda kwa Ibrahimu kwenda kumwambia Sara kadhaa, walikuwa watu watatu, walikula, walioga. Walipotoka pale walienda kwa Rutu, wakafika malaika. Walipofika kwa watu walikuwa na malaika wawili. Walipofika kule walikuwa waliishi kama malaika, huku waliishi kama watu. Kulingana na vile walivyojifunua ndivyo wanakuwa. Kwa hiyo kulingana na haya ya Mithali aliyokuwa anasoma mwalimu, tuisome sasa tuone. Mithali 30 mstari wa 4 anasema, ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Huyu ni Mungu ndiye aliyepanda mbinguni na kushuka chini. Alikuwa mbinguni akashuka chini. Alikuwa mbinguni kwake ni kuwa Baba, kushuka chini ni kuwa Mwana, ni Mungu. Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Ni Mungu. Ni nani aliyeyafunga maji ndani ya nguo yake? Ni Mungu. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Ni Mungu. Jina lake ni nani? Ni Mungu. Jina la mwanawe ni nani? Ndiyo Yesu. Sasa tunakuja tunaona kumbe kwenye matukio haya yote yanaendana na sura aliyojifunua. Kwa mfano, ukiulizwa ni nani aliyetuokoa, utajibu ni Mungu ndiye aliyetuokoa. Lakini kiuhalisia ukitaka kujibu kiuhalisia kama ni Yesu. Na nani picha hizi zinaeleza. Kwa hiyo Mungu ni mmoja ambaye yeye hujifunua kwa kila namna. Hakuna mwana mbinguni, kuna Mungu. Hakuna malaika mbinguni, kuna Mungu. Hiyo turudi kwenye hali ya kujifunua aliyojitokeza kwetu. Kuna mwana na kuna malaika. Nadhani nimeeleza. Haya, asante mtumishi. Huyu anaitwa Constantino, nidhani ni jina amelitumia la huduma yake, inaitwa Constantino Health Care. Ukitafuta TikTok unapatikana kwa jina hilo. Lakini hii ndio jinsi imani yake huyu bwana jinsi ilivyo. Sasa hizi hoja zake zote nimeziandika hapa. Lengo kuzileta hapa ni kujibu, kwa sababu inaonyesha amejibu kutokana na kile tunachokiamini na amesikia. Kwa amejibu haya majibu, lengo ni kutujibu sisi. Lakini hizo hoja zake zote nimeziandika, japo ana maelezo mengi sana huyu bwana. Maandiko sungura, maelezo tembo. Ndio tatizo ndugu zetu. Andiko ananyunyiza toka anze hapa katoa maandiko mawili, Misali 34 karudia kwangu mimi, Ebrania 1:1. Alafu kinachofuata ni maelezo yote. Yeye anaongea tota maandiko ya nukuu. Hili ndio tatizo ambalo ndugu zetu wanaopotea huko nje kwa ajili ya mambo kama haya. Sasa ametoa Ebrania 1:1. Kwanza nisomee Ebrania 1:1, alafu tuone msingi wake alipoanzia hapa akaanza kujenga hizi hoja kutokana na hili andiko. Hebu soma mtumishi hapo. Anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Kuna Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, na kwa njia nyingi. Ndio. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Sasa kumbe yule Mungu
kama vile jinsi alivyosema na manabii. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Sasa anapofika kwenye mwana, huyu Bwana anasema mwana ndiye yule yule. Sasa kwani basi na wale hata wale manabii nao kumbe walikuwa manabii, walikuwa manabii, walikuwa ni yule yule tu. Si ndio maana yake hiyo anamaanisha. Lakini kwa mujibu wa ile andiko, kama vile alivyosema na manabii, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Unaona? Sasa nitazirudia zile hoja zake, alafu kama kuna mtu atakuwa katika hizi hoja anaweza kumjibu, nitakaribisha hapo michango. Hoja ya kwanza, alisema zamani Ibrahimu alisema zamani na Ibrahimu alitokea kama Melkizedeki. Kwa anachokisema yeye, yule Melkizedeki yule ni Mungu kabisa, ndiye alimtokea Ibrahimu kwa mujibu wake huyo ndugu. Kwa hiyo yule Melkizedeki aliyemtokea Ibrahimu yule ni Mungu mwenyewe kabisa. Hoja ya pili, kwa Yakobo alisema naye kama mtu alivyoshindana naye usiku kucha. Unaona? Akasema yule ni Mungu mwenyewe ndiye alimtokea. Akasema tena kwenye Agano Jipya amejifunua kama mwana ili azungumze na sisi. Unaona? Kwa Agano Jipya huyu ni Mungu tu yule yule, ila amejifunua ili azungumze na sisi. Akaendelea kusema Mungu aliitwa Mungu Baba kwa kuwa chanzo cha uumbaji. Sasa sijui kama tuko sawa naye au kuna mtu anaweza kufafanua zaidi. Unaona? Akasema tena tunamuita mwana wa Mungu kwa sababu amejifunua kwenye umbo la mtu, la human, amejifunua kwenye umbo la mtu, ndio maana anaitwa mwana, kwa sababu viumbe wote ni wana wa Mungu. Kwa sababu kwa sasa kwa Mungu amejifunua yeye kama binadamu, kwa ndio maana ameitwa mwana wa Mungu. Huenda angejifunua katika maumbile ya wanyama, basi angeitwa wanyama hivyo hivyo kwa mujibu wake anavyoamini hivyo. Afu anasema tena anaitwa Roho Mtakatifu kwa sababu alikuja kama Roho Mtakatifu, yani Mungu Roho, akaweka hilo. Anasema Mungu ni yule mmoja tu, ila anajifunua kwa namna nyingi kwa maumbile mengi. Tena anaendelea kujifunua kama wingu, akawa jua tena mwanga, yaani anasema tena wale malaika wote, Mikaeli, Gabrieli, wote walikuwa mbinguni. Ni yule Mungu mmoja. Yaani anasema mbinguni hata ukienda sasa hivi utakuta malaika, utakuta maserafi, makerubi, utamkuta Mungu peke yake. Yeye anapinga kwamba mbinguni unaweza kukuta kuna malaika, kuna Mungu, kuna nani, maserafi, makerubi, wazee 24. Anasema hilo jambo hakuna. Ni yule Mungu, ila yeye ndiye anayejifunua kwa namna nyingi kwa mujibu wake. Anaendelea, wale malaika watatu waliomtokea Ibrahimu aliotokea na Lutu, ni Mungu alijifunua kwao kwa njia ya malaika. Yaani wote wale watatu wale malaika wote ni yule Mungu mmoja. Tena akaendelea, aliyetuokoa ni Mungu, ila aliyetuokoa ni Mungu, ila kiuhalisia utasema ni Yesu. Kwa hiyo sasa anakuachia kama ni swali. Sasa je, utasema aliyetuokoa ni Mungu au ni Yesu? Ndio maana anasema yeye huyo ni Mungu tu, yule mwenyewe ndio amejifunua. Na anaendelea kukazia, mbinguni hakuna Mungu, hakuna malaika, kuna Mungu. Hakuna mwana, kuna Mungu. Hakuna hata roho, ila kuna Mungu. Amejifunua kwetu sisi tu kama mwana wa Mungu, lakini ni yule tu mmoja. Sasa hizi ni hoja ambazo watu wanaleta na wengine wanaamini katika imani za namna hii. Sasa ndakaribisha kama kuna mtu kunasema aweza akachangia katika hizi hoja au akaongeza neno hapo kuweza kufundisha ndugu yetu, kwa sababu tunajua sio penzi yake, ni vile tu kuweka maelezo ndio shida na kuanzia hapo. Karibu kama kuna mtu ana mchango hapo. Kuna mtu atakuwa na mchango? Mpe ndugu yetu pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba nimshukuru Mungu. Watu wanafikiwa na ujumbe. Amen. Na wakifikiwa na ujumbe wanakuwa wanapaniki bila kusoma. Sio huyo tu, mimi nimeingia huko vitu nimeona vingi, na niwape hongera Kevin na Method. Sasa mmekuwa mmetrend huko sana huko kwenye mitandao. Wana posti na wanaongea kwa sababu wao wana madhehebu yao, wana makubaliano yao, wana mapendekezo yao ambayo tulikuwa nao hata sisi kwa zamani kabla ya kutoka, na hawataki kukubali kutoka huko. Wanataka waseme maandiko wanavyotaka wao. Mfano kusoma hiyo Ibrania 1 hiyo mzungumza utumishi, ameongezea vitu kibao ambavyo vihusiki,
lakini andiko sivyo linavyosema, na andiko liko wazi kabisa. Biblia inasema haihitaji mtu haitafsiri, yenyewe iko wazi kabisa, inaongea na haijapinda kabisa. Na ukija kusoma Mithali 33 aliyosema naye pia naye ameongezea vitu. Kwa hiyo tunaona ni mtu ambaye hajui kwanza anamwabudu Mungu yupi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Afahamu anamwabudu Mungu yupi. Yaani ili andiko tu alilotoa la kwanza hilo. Ukisoma hiyo Waebrania 1:1 sasa Mungu ambaye alisema zamani na babu zetu. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye zamani alisema na babu zetu na katika manabii, na mwisho wa siku hizi anamesema nasi kupitia mwanae. Kumbe kuna Mungu na kuna mwanae. Kwa hiyo ni vitu hivi tofauti kabisa. Sasa ukituambia Mungu ndio huyo anajifunua na kuwa kijiti, Mungu huyo ndio anajifunua na kuwa malaika, Mungu huyo ndio anajifunua na kuwa nani? Hiyo itakuwa sio sawa. Itakuwa ni Biblia yake ameanzisha. Hata wale watu watatu hawako hivyo. Huyu ni mtu wa kipekee kabisa. Amezidisha. Kwa hiyo tusimlaumu, ni mtu ambaye kidogo tumeona na mwelekeo. Kwa hiyo ni kumwombea Mungu na kuendelea kumfundisha kama hivi na kumjibu. Ikiwa na chance ya jibiwa anajibiwa, lakini ni mtu ambaye amekuja kwenye kupotosha kabisa. Lakini kama atatusikia tena au atatuona tena, tunamuomba pia kama iwezekana, kama yuko mjini hapa, asogee, tukae, tufundishane, tuelimishane kabisa, na sio kukaa sehemu kutafuta followers au kutafuta wafuasi kwa kufanya kitu kibaya ambacho kinakuwa chukizo mbele za Mungu. Leo unaona sifa hivyo, lakini kesho utakuja kujutia hiyo nafasi uliyopewa ya kuongea afu kaongea vitu kama hivyo. Amen. Kwa hiyo ndio kwangu sasa. Asante. Kuna mwingine? Maana hiyo posti ikabidi pale mtumishi Mesodi ashuke akateremsha mvua ya maandiko pale, kwenda baadaye kuangalia comment imefutwa. Yaani yeye anafuta comment ya majibu anayojibiwa. Sasa mtu kama huyo utamsaidia kwa jambo gani? Unaona? Mimi yeye nikaenda nikajaribu nikasema basi utajibiwa sio muda mrefu. Ile comment nikaenda baadaye kuiangalia nao sioni. Ila comment zile anazosifiwa ndo anaziweka pale anaziweka. Hiyo ni jambo moja la hatari sana, yani kuonyesha jinsi gani kaamua kujifungia na uongo aliokuwa nao, unaona? Hata kama sisi ndugu zetu hapa, comment iache, kwa sababu Mungu hata mwenyewe akitukana na acha watu kabisa ile tusi, lakini ukweli utasimama, ukweli huwa uteteleki na wala uogopi. Mwenyewe naweza kaposti video YouTube, watu wanakuja pale, nimemjibu mtu fulani, ana comment pale, yani wewe ni mjinga kabisa. Mimi naenda tu chini namuuliza kwa nini? Anipe sababu tu. Kwa sababu huenda kweli mjinga na sijui, maana kule unaweza kuwa ni kupona kwangu mimi. Kwa hiyo anipe hoja kuliko aseme tu. Sasa wewe ukienda kwenye mtu aliyopost hiyo video, anaenda chini pale comment na angalia ambayo imungi mkono nafuta. Sasa mtu kama yule anakujibiwa kwa video, unajua shida sasa iliyokuwa sasa hivi. Watu wana miamko sana. Na dunia imechafuka sana. Bila kusoma ile Isaya kwamba dunia imeelewa na yumba. Ni kweli. Dunia imechafuka sana, na watu ambao wamekaa ndani ya dunia hawataki kusikia ukweli. 90% wote wanataka kusikia uongo. Leo ukitaka uwe mpinzani au adui wa dunia hii, sema kweli. Ukiwa msema kweli, basi kumbuka siku zote utapigwa tu, nenda rudi. Na hii kupigwa haijaanza kwetu sisi, imeanza tokea kwa Kristo mwenyewe kabisa. Kwa hiyo huu ni mtihani ambao tunao na hii kazi ambao tunao, kwa hiyo tusonge mbele watumishi. Amina. Kuna mwingine hapa na mchango? Mpe msomaji pale tuanze kuchunguza hoja yake ya kwanza. Anasema Ibrahimu alitokewa na Melkizedeki, yule Melkizedeki alikuwa ni Mungu. Sasa yale ni maelezo yake. Ni kama ninavyosema andiko sungura, maelezo tembo. Sasa si hivyo vitu vitashabiana vipi hapo? Karibu msomaji, nisomee kwanza Mwanzo 14:17 tuone huyo Melkizedeki kweli ndiye Mungu. Maana kama maandiko tukiyafuata yenyewe yanavyosema, naamini ukweli upo bayana tu, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alipokuwa anamshinda pale Ibilisi, alitufundisha mbinu za kumshinda. Akwanza kukemea, kurukaruka, wala kuweka maelezo maneno yake, alisema imeandikwa. Nenda hapo Mwanzo 14:17 tuanze kumwangalia Melkizedeki na tuone je ni nani? Soma. Anasema Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma ndio na wale wafalme ndio waliokuwa pamoja naye. Mfalme wa Sodoma akatoka mlaki ndio katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Ndio. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai
Huyo mfalme akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Sasa sifa yake, kwa nini maandiko kwanza tudanganye? Kwanza maandiko ndivyo yanavyotuambia ndugu zangu. Hebu soma, inasema naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Aliye juu sana. Ina maana kuna Mungu aliye juu sana na Melkizedeki kipindi hicho alikuwa kuhani. Sasa ukiuliza kuhani wake umetokana na nini? Kwa sababu kuhani tunajua hiyo ni mwanzo. Hapo wana Israeli hawajazaliwa wala hawako, lakini baadaye tunaona Mungu akaweka mfumo wa ukuhani kuwepo katika kabila la Lawi, yani katika ile makabila 12 ya wana Israeli akalichagua kabila moja, lakini kumbe huku mwanzo kabisa kulikuwako na kuhani. Sasa ndio ujue kwamba sheria za Mungu zipo, maana kuhani inawakilisha sheria bado za Mungu zilikuwa zinatumika. Kulikuwa na mpatanishi ambaye ni kuhani kipindi hicho, hata kabla ya sheria za Sinai kuteremshwa pale, kuhani alikuwepo huko. Watu wa Mungu ndio walikuwa wanaweza kuelekezwa wakaenda kwa huyo kuhani. Inamaanisha kabisa huduma za kihekalu zilikuwepo. Endelea mbele hapo. Anaendelea kusema akambariki akasemaje? Abrahamu na barikiwe na Mungu aliye. Sasa kama kawaida ilivyo kazi ya kuhani ni muombezi, yani kuhani ni mpatanishi, anaombea. Akaanza kumwombeaje? Abrahamu abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Abrahamu abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Muumba wa mbingu na nchi. Kumbe anamwombea abarikiwe kwa Mungu wa mbingu na nini? Na nchi. Huyo ni kuhani Melkizedeki anamwombea Ibrahimu abarikiwe na Mungu aliye juu, Muumba mbingu na nchi. Endelea. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Aliwatia adui zako mikononi mwako. Yaani anajitoa kabisa kwamba sio mimi. Maana yaani yeye anajijua ni kuhani. Na huyo alikuwa ni mtu tu wa kawaida. Sijajua yeye hiyo fundisho doctrine ya kusema alikuwa ni Mungu huyo sikaitoa wapi, lakini anasema kabisa barikiwe na ule Mungu aliye juu sana, Mungu aliyewatia adui zako mikononi mwako. Endelea. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Ndio anasema mfalme wa Sodoma akamwambia. Basi lakini kwa hayo maelezo tu jinsi yalivyobaki hapo, hiyo tayari inaonyesha kwamba huyo kweli alikuwa ni kuhani wa Mungu aliye juu sana, na Ibrahimu aliweza kumpa kutokana na ukuhani wake. Unaona, yaani ni mambo yako hivyo. Nenda Waebrania 7:1 Waebrania. Maana hapa ndio inaeleza sana kwa undani huyu kuhani Melkizedeki alikuwa ni nani, na inaeleza kwa nini anapoeleza zaidi. Soma. Kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, ndio kuhani wa Mungu aliye juu, alikutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi, ndio katika kuwapiga hao wafalme, akambariki, ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Ndio tafsiri yake jina lake la kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa Salemu, maana yake mfalme wa amani, hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake. Sasa najua uende ile fundisho ukalipata hapo, kwa sababu anasema huyo mfalme wa Salemu hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Endelea mbele hapo. Bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Na mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Sasa kwa mujibu wa ile andiko inasema huyo mfalme wa Salemu hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Sasa kwa ile andiko kwanza inaonyesha kwanza sio hata mwana wa Mungu, ila amefananishwa. Sasa kumbuka, kwa mujibu wa fundisho ndugu yetu huyu anafundisha yule Melkizedeki ndiye huyo Mungu. Alafu anasema hata huyu Yesu pia ndiye huyo Mungu. Alafu baada ya Yesu kumbe amefananishwa na Melkizedeki. Sasa Melkizedeki ni nani? Kwa nini iseme tena ni mwingine? Alafu anasema ni yule Mungu, alafu na kuna huyu mwana wa Mungu naye yule Melkizedeki kumbe amefananishwa naye. Kivipi? Hapa ndipo kwenye hoja ambazo ndugu zetu wanashindwa kuzichambua kimaandiko na kutafakari, kwa sababu ndio wanakuwa na mafundisho na mihemko ya kuamua tu kutafsiri maandiko kutokana na mafundisho yao, ndipo wanatoa matatizo kama haya. Sasa Biblia ikisema hivyo, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, hana baba na mama, amefananishwa na mwana wa Mungu kwa jinsi gani? Kwanza msomaji, ndio mwana wa Mungu si anaye baba? Melkizedeki si ana baba? Hebu kwanza nisaidie Yohana 8:54. Maana tumeona amefananishwa na mfano wa mwana wa Mungu, na tunaona mwana wa Mungu anaye baba. Sasa huyu Melkizedeki hana baba. Sasa ni kivipi? Soma hapo. Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Ndio anitukuzaye ni baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kumbe Yesu anasema na baba yake. Melkizedeki hana baba. Sasa wanafanania nini hapo? Rudi kule Waebrania tushuke, maana yeye imeeleza tu, hitaji maelezo, ni maandiko tu.
Rudi kule kwenye Ibrania uendelee pale, kwa maana baba na mama na wazazi. Biblia yenyewe chini imejieleza ni kivipi. Soma. Anasema bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Ndio. Huyo adumu kuhani milele. Huyo sasa ndio anaanza kueleza kule kufananishwa naye ni kivipi. Huyo adumu kuhani hata milele. Basi angalieni jinsi mtu huyo alipokuwa mkuu, ambaye Ibrahimu baba yetu ndio mkuu, alimpa sehemu ya 10 ya nyara. Ndio. Na katika wana wa Lawi, nao wale walipatao kuhani wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao. Sasa tunaona kumbe unaanza kueleza habari za kikuhani. Kwa hiyo maandiko msingi wake ni kwa habari za kikuhani kivipi? Na maana katika kabila la Lawi, Melkizedeki hata kabila la Lawi hajazaliwa, yeye yuko hatokani na ule uzao. Ndio maana inaendelea kueleza habari za kikuhani kwa kumaanisha hana baba na mama na wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake, kwa sababu Biblia yenyewe huyo anayeandika hapo ni nadhani wanasemekana ni Paulo. Alijua kabisa hakuna sehemu Melkizedeki inaonyesha alianza kuwa kuhani lini, wala ukuhani wake uliishia lini. Yaani hana chanzo cha kuwa kuhani wala mwisho, ameshajua alikuwa kuhani, lakini Biblia ieleze kwa mfano huo. Kwa hiyo ieleze alianzia wapi na aliishia wapi. Endelea mbele hapo. Anasema yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ndio ijapokuwa ametoka katika viuno vya Ibrahimu, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao. Kwa hiyo utofauti wake anaohesabiwa tofauti na kabila la Lawi na yule Melkizedeki ni kwamba ukabila yani atokani na uzao ule wa Lawi. Ndio maana anasemea wa Yesu kama amefananishwa na mwana wa Mungu, yani katika mambo ya kikuhani. Endelea mbele. Alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu. Ndio. Akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala haikunukishi kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Mrudie ile andiko. Anasema wala haikunukishi haikanushi. Asante. Wala haikanushi kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Endelea. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye ndio kwamba yu hai tena yaweza kusema kuwa kwa njia ya Ibrahimu. Endelea. Hata Lawi apokee sehemu ya 10, ndio alitoa sehemu ya 10, kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Ndio hapo Melkizedeki alipokutana naye. Endelea. Kuhani basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa kuhani wa Lawi. Ndio maana watu wale walipata sheria kwa huyo. Watu wale walipata sheria kwa huyo, yaani ukuhani ulikuwa ni kwa jinsi ya Lawi, lakini Melkizedeki aliingilia kwa mlango gani na ilitokea kwa mlango gani? Biblia ielezi. Sasa nimeeleza kwa mfano ule wa Yesu, ndivyo ilivyo kwa Melkizedeki, kwa Yesu hivyo hivyo. Soma, endelea kusoma. Kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke? Ndio kwa mfano wa Melkizedeki. Endelea. Wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni. Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Endelea. Maana yeye alionenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine. Nenda 17 anasema maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele, kwa mfano Melkizedeki. Kwamba mambo yaliyoelezwa hapo, yani atokane na kile kizazi, ndio inazungumzisha yeye na mfano wa Melkizedeki, yani ana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake katika ukuhani. Ina maana kama ingetokea hata leo ingewezekana awe kuhani, kwa sababu Biblia ieleza ukuhani wake uliishia wapi, lakini wana wa Lawi ukuhani wao ulionyesha unapoanza mpaka unapoisha pazia la hekalu pale kuchanika. Kwa hiyo inaonyesha kabisa wale umeisha, lakini Melkizedeki haonyeshi umeishia wapi. Kwa hiyo huenda Mungu angetaka amfanye endelee kuwa kuhani, ingewezekana, lakini ni kiumbe yule ashakufa, imeishia hivyo. Unaona? Sasa hiyo ni miongoni mwa hoja, kwa kuwa watu wanataka kumfanya Mungu kuwa ni anabadilika na maumbile mengi, washinde kujua kuna Yesu na kuna Mungu. Ndio sababu ya maandiko haya wanapotosha na wanashindwa kuyatambua jinsi anavyosema. Unaona? Sasa akatoa hoja nyingine ya pili kwamba Yakobo alisema na mtu akashindana naye, yule mtu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwanza kabla sijaenda hili, kuna mtu mwingine ana mchango wa kuongezea hapo katika habari za Melkizedeki? Karibu mtumishi. Asante. Kwa mimi cha kuongezea ni kwamba tafasiri ya maandiko tunatakiwa tuwe na tahadhari nayo, kwa sababu huyu ndugu inaonekana hoja zake amezijenga katika fikra zake. Amesoma andiko alafu akatengeneza fikra zake, akatengeneza kitu kinaitwa
logic, yani logic kwamba kama iko hivi iko hivi, lakini logic zake zinavunjwa na maandiko. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 2:6, Petro wa kwanza 1:20, Petro wa kwanza 1:20 nasema, mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Kwa hiyo yeye alichofanya ni kutafsiri maandiko, lakini Biblia inakataza kwamba maandiko huwezi kuyatafsiri kama unavyopenda. Na wakati mwingine tunakuja na uelewa tofauti kutokana na kwamba watu wanatafsiri maandiko kama wanavyotaka wenyewe. Na pia ukiangalia Petro wa pili 3:16, Petro wa pili 3:16, waraka wa pili wa Petro mstari wa 3:15 anasema hivi, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa humo habari za mambo hayo. Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na mambo hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo maandiko mengine kwa uvunjifu wao wenyewe. Ukiangalia kwamba tafasiri zake zimelenga zaidi kupotoa nini? Maandiko. Sasa katika upotoshaji wake wa maandiko amejikuta sasa anambadili Mungu na kutengeneza Mungu mwingine. Anamfanya Mungu kuwa malaika, anamfanya Mungu kuwa Melkizedeki, anamfanya Mungu kuwa kiumbe, lakini kuwa kijiti. Sasa Biblia inasemaje kwenye hiyo hoja yake ya kumfanya Mungu kuwa kijiti, kumfanya Mungu kuwa malaika? Soma kitabu cha Warumi itaanzia sura ya kwanza mstari wa 23. Warumi sura ya kwanza mstari wa 23, Biblia inasema 23 nasema, wakaubadili utukufu wa Mungu. Anzia 22, anzia 20. Kwa sababu mambo yote yalionekana tangu kuumbwa ulimwengu, mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mpaka hapo unaona kwamba changamoto ya huyu ndugu ni kwamba moyo wake una ujinga, yani hafahamu, na kwa sababu ya moyo wenye ujinga anatiwa giza. Endelea na somo. Inasema wakajinena kuwa wenye hekima, wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Kwanza walibadili Mungu asiyekuwa na uharibifu. Neno asiyekuwa na uharibifu ni asiyepatikana na mauti. Ukisoma Timotheo nadhani sura ya 3:16 inasema yeye peke yake asiyepatikana na nini? Na mauti. Sasa hapa wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Nenda 24. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba aliyehimidiwa milele. Amina. Sasa ukisoma Biblia inathibitisha kwamba malaika wameumbwa. Sasa anapomfanya kutuambia kwamba Mungu alijifua katika malaika, tayari huyo anajiandaa kusujudia nini? Malaika. Anapomfanya Mungu kuwa kijiti, tayari huyo anajiandaa kusujudia vijiti na miti. Kwa hiyo doctrine yake, fundisho lake ni hatari sana, kwa sababu linambadilisha Mungu. Asante. Amina. Mwingine mwenye mchango hapo? Mwingine mwenye mchango? Maana tunaendelea kuchunguza hoja za huyu ndugu na kuzichambua kwa sehemu, kisha itaendelea.
Hoja ya pili yake alisema kwa Yakobo alisema naye kama mtu alishindana naye usiku kucha. Sasa msomaji, nipo. Unajua, nisome kwanza ya Mwanzo 25:26. Ni Mwanzo 32, 24 mpaka 26. Hili tukio ni kweli lilitokea, na mwisho wa siku akaambiwa unashindana na Mungu. Lakini tuangalie msingi, au tusijiangalie michango yetu sisi, tukaangalie manabii. Hili tukio walilinena kuwa ni vipi, yani litokea ni nani na nani? Soma hapa 32:24 anasema, Yakobo akakaa peke yake, ndio, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa mshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ndio, akategua uvungu wa paja la Yakobo. Alipokuwa akishindana naye, ndio, akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Ndio. Akamuuliza jina lako nani? Akasema Yakobo. Akamwambia jina lako waitwa tena Yakobo. Anasema akamwambia jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli. Ndio. Maana umeshindana na Mungu na watu nawe umemshinda. Sasa wakishafika hapo wanasema Bwana huyu alikuwa ni Mungu mwenyewe. Lakini kabla tujaanza kuweka mawazo yetu, ndugu zangu, tukamuulize Hosea. Nenda Hosea 12:3 na 4. Hosea anaeleza ili neno, halafu na anasema ili tukio lilitokea baina ya nani na nani na ilikuwaje, ni kivipi. Kwa sababu tusitafute mawazo yetu, tuangalie maandiko ndio yanayosema nini. Soma hapo. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino. Anaweza kuelezea Yakobo, tumboni alimshika ndugu yake kisigino. Endelea. Na alipokuwa mtu mzima, alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam. Alikuwa na uwezo juu ya malaika. Akashinda. Alilia. Kumbe alishinda nani? Alishinda malaika. Malaika. Endelea. Alilia. Na kumsihi. Alimuona huko Betheli. Alimuona tena huko Betheli. Naye akasema nasi huko. Basi sasa kwa mujibu wa hili andiko tu tayari inaeleza pale aliyemshinda ni nani, na akasema amwachie si nini. Lakini watu wakishafika hapo wanasema ndiye Mungu mwenyewe. Sasa kwa ile identity ya yule malaika alikuja pale kwa ujumbe wa Mungu. Sasa ukisoma katika Mathayo 25 nenda 36. Maana ukimkataa mjumbe wa Mungu umemkataa Mungu, ukimshinda yeye umemshinda Mungu. Wao umeshindana na yeye umeshindana na Mungu, ndio pointi ya pale jinsi ilivyo. Soma hilo. Nalikuwa uchi, mkanivika. Nalikuwa mgonjwa, ndio, mkaja kunitazama. Ndio. Nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndio. Ndipo wenye haki watakapojibu, wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha? Ndio. Au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha? Ndio. Au uchi tukakuvika? Sasa ni maneno ya Yesu anawaambia kuna watu walikuwa wanamfanyia mambo, lakini hao watu nao hawajui kwamba walikuwa wanamfanyia Yesu. Sasa anasemaje hapo? Endelea kushuka chini msomaji. Anasema ni lini tena tulipokuwa mgonjwa au kifungoni tukakujia? Ndio. Na mfalme akajibuje? Akamwambia, amin nawaambia, kadiri mlivyowatendea mojawapo hao miongoni mwa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kwa hiyo yale matendo ambayo unawatendea watu wa Mungu, unamtendea Mungu kwa sababu wale ni wajumbe wa Mungu kabisa. Unaona, kwa mfano huo hata Yesu alipomtokea Paulo alimwambia mbona waniuzi, yani kana kwamba ni yeye ndio alikuwa anafanyia mambo na Paulo, lakini alimwambia kwa sababu wale wanamwakilisha yeye na wajumbe wake yeye. Kwa hiyo yule malaika ni kweli alishindana naye Yakobo, lakini sio kama yule ndio Mungu alimshindana naye pale, hapana, ni mjumbe wa Mungu. Na iko sehemu nyingi tutakuja kufafanua huko mbele wakati tunaweza kupata muda. Kuna mwingine ana mchango hapo, kisha tuendelee maana dakika zimebaki chache. Kuna mwingine ana mchango hapo? Huyu malaika aliyotokea inasemekana alikuwa ndiye Mungu mwenyewe. Zimebaki dakika ngapi mtumishi? Zimebaki 9. Basi ngoja niangalie hoja yake nyingine hapa haraka. Sasa akatoa neno kwamba malaika wote mbinguni, Mikaeli, Gabrieli, wote ni Mungu tu yule, ila ni yeye mwenyewe ndiye anajifunua, yani ni yeye mwenyewe tu. Yani mbinguni ukienda hutamkuta malaika, hutakuta wazee 24, unaona, lakini utamkuta Mungu. Na kama vile nilivyosema, huyu ndugu
anatoa maandiko sungura alafu maelezo tembo. Yaani ni tatizo kubwa sana hili ndugu yangu kwa watu kama hao. Sasa mtu angalie wale walioko mbinguni, malaika si nani, waserafu, makerubi, je, Mungu mwenyewe? Hebu kwanza nipe Zaburi 148 2 mpaka 5. Zaburi 148 2 na 5 inasemaje? Msifuni enyi malaika wake wote, msifuni enyi malaika wake wote, msifuni majeshi yake yote, ndio msifuni jua na mwezi, ndio msifuni nyota zote zenye mwanga, ndio msifuni enyi mbingu za mbingu, ndio nanyi maji yako juu ya mbingu. Na malaika endelea, na msifuni Bisifu jina la Bwana, ndio kwa maana aliamuru vikaumbwa. Kumbe vikafanyaje? Vikaumbwa. Ni kama alivyosema ndugu yetu ya watu hapa, viumbe vya Mungu wameanza kuvifananisha kama Mungu naye alikuwa hapo. Kisha siku wanakuja wanakishuhudia kiumbe, kwa sababu anabadili utukufu wa Mungu kwa mfano wa vitu vinavyoharibika. Yaani anamchukua ile Mungu asiye na uharibifu na kujiweka kana kwamba alijifananisha na vitu viharibikavyo. Mwisho wa siku, kama alivyosema mtumishi hapo, wataanza kuwasujudia malaika kwa sababu wakiamini ni Mungu yule yule. Lakini ndio katika Ufunuo 9 malaika wanataka kusujudiwa. Sasa kama ingekuwa ni Mungu angekomwaga, lazima angesema sawa tusujudie. Kwa nini Mungu alikubali malaika akatae? Lakini Mungu ni watu, kwa sababu wamezoea kupenda maelezo na wapate kweli ya maandiko. Hilo ndio tatizo moja hapo. Hebu na Luka 1:19 pia. Luka 1:19. Yaani ni tatizo kubwa sana. Luka 1:19. Malaika akajibu akawaambia, mimi ni Gabrieli, ndiye nisimamaye mbele za Mungu. Ni mimi mwenyewe nasimamaga, ni mimi tu niko mbele yangu. Mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu. Kwa hiyo malaika mwenyewe anajibu kwamba yeye anasimama mbele za nani? Mbele za Mungu. Lakini kwa maelezo yale ndugu, yaani ni hatari sana ndugu zangu. Yaani kama ni mtu ambaye tukipenda tu kwa sababu ya kuambiwa sio maandiko yatuambie, ndio matatizo kama haya. Ni hoja ndogo ndogo sana, lakini kuna watu wanabebwa na hizi, kwa sababu ukienda kuangalia kwenye profile yake yule mtu, wengine wanamsifia, wanasema napenda sana mafundisho yako, napenda si unahubiri kweli ya Mungu, Mungu akubariki sana. Hivyo umekomentia na viatu. Ukienda pale kujibu hoja kama hizi kwa maandiko, mkomentie pale chini, anafuta comment. Sasa mtu kama huyo ni yake ni nini? Hiyo ni tatizo sana ndugu zangu, yaani ni tatizo sana. Hebu soma tena Isaya 6:2 na 3. Isaya 6:2 na 3. Isaya 6:2 na 3 anasema juu yake walisimama maserafi mbele ya Mungu, juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, ndio kwa mawili alifunika uso wake kwa mawili, na kwa mawili alifunika miguu yake, ndio na kwa mawili aliruka. Endelea. Wakaitana kila mmoja na mwenzake, ndio wakisemaje? Takatifu, takatifu. Sasa kwa dhati ni wewe jamaa, kumbe Mungu mwenyewe mbinguni wanga anajitaita tu. Anajiita, endelea. Akishajiita takatifu, ni Bwana wa majeshi, ndio dunia yote imejaa utukufu wake, na msingi na kudhibiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia. Yaani ndio shida hapo. Endelea mbele. Nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo aliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Sasa hebu nenda Ufunuo 4:10, maana tafuta sehemu anaoabudiwa. Sasa vile kiumbe ambapo inamwabudu Mungu na watu wanasema wasirafu makerubi, ni yule Mungu tu, ni mwenyewe tu alijifunua. Mwisho wa siku ndo nakuta anabadili utukufu wa Mungu kuwa katika namna ya kiumbe ili aweze kuvisikia viumbe, na mwisho wa siku tunaona baada ya matukio hayo, mwisho wa siku ndo watu wanawakiana tamaa mbili yao, kwa sababu kama Mungu anajigeuza na anabadilika, hata sisi tujigeuze tu. Soma hapa. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye katika kiti cha enzi. Kumbe Mungu anajiangukiaga mwenyewe tu. Sieti? Wazee 24. Kumbe anamwangukia ni nani? Wazee 24. Lakini kwa mujibu wa huyu ndugu, ni Mungu mwenyewe ndio yuko mbinguni, wala hakuna kiumbe chochote. Ni tatizo kubwa sana. Mafundisho kama haya yakiendelea, tukiacha kama hivi, mwisho wa siku ndio inaonekana watu mwisho wa siku wanapotelea huko. Nimebaki na dakika ngapi ndugu yangu? 3. Sasa alitoa hoja nyingine kama Mungu ndiye anayebadilisha na anageuka. Kuna mtu anaweza akajibu hoja hii?
kwamba je, Mungu ndiye anayejibadilisha badilisha na geuka, ni yule mmoja tu anajigeuza kuwa malaika, anajigeuza kuwa mwana, anajigeuza kuwa yani viumbe wa namna yote ili aweze kuongea na wanadamu. Kwanza ni fundisho moja la uongo sana. Kuna mtu ana mchango mwingine hapo? Karibuni kama kwanza mchango. Yakobo 1:17. Soma Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Anasema anasema hivi, kila kutoa kuliko kwema, ndio, na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika. Kumbe kwake hakuna nini? Kubadilika. Ina maana Mungu habadiliki. Lakini wao wanasema nabadilika na geukaga, si ndio? Endelea tuone. Anasema wala kivuli cha kugeuka. Sasa kwa mujibu wa andiko hili ya Mungu malizia hapa, nadhani itakuwa ni sawa. Kuna jingine mwingine na mchango tena. Malaki 3:6. Soma tena Malaki 3:6. Mungu anageuka na badilika vipi? Ndio hapo anatoa doktrini kwamba nafsi zake ana nafsi tatu, anabadilika nafsi ya hii, nafsi hii, na huyo ameongezea na kuna nafsi za malaika. Hebu soma tuone. Kwa kuwa mimi Bwana mimi sina kigeugeu. Sina nini? Kigeugeu. Kumbe Mungu ana kigeugeu. Sasa ndio tatizo ile. Hebu soma Yakobo 23:13 afikisha tufunge hapo. Yakobo 23:13. Yakobo 23:13. Yakobo Ayubu 23:13. Ayubu 23:13. 23:13 kitabu cha Ayubu anasema hivi. Anasema lakini yeye ni mmoja. Ni nani awezaye kumgeuza? Yaani Biblia inauliza ni nani awezaye kumgeuza, lakini wao wako Bwana kumgeuza. Si ati ndugu yetu ya baba. Wako leo kumgeuza, endelea hapo. Anasema kwani yeye ulitimiza hilo lililoamriwa. Ndio. Tena mambo mengi kama haya pamoja. Hapana, umeruka hapo sentensi. Pale kwenye Yakobo 3:13 kuna bii yake pale. Anasema rudia, lakini yeye ni mmoja. Ndio. Ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake. Nafsi yake ilitakalo ndilo ifanyalo. Kumbe Mungu yeye binafsi, personal being, nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo. Na ageuza na kiumbe chochote kwa sababu yeye ndio yuko huyo. Basi tutakuwa kwenye kumaliza. Tuweze kufunga kwa ombi kisha tukaribisha kipindi kingine. Baba mtakatifu, katika jina la Mwana Yesu Kristo tunakushukuru kwa vikombo huu leo. Tumeenda kutafakari neno lako. Asante kwa mafunuo mengi wewe kutufunulia na kufundisha neno lako sawa sana na mapenzi yako. Endelea Bwana pamoja nasi Bwana, uendelee kutuelimisha, kutupa hekima na maarifa yatokao kwako sawa sana neno lako. Kuwa mwanzo wa ibada hii mpaka mwisho sawa sana na mapenzi yako. Tunapenda kushukuru katika jina la Mwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Asante mtumishi, nashukuru. Nafikiri ndugu ambaye aliuliza maswali ndio amepata majibu ya kutosha. Na